Baada ya watu kuona naigiza, watu wakashtuka, kwani imekuaje? Nikaanza kwa jamani, mimi nilikuwa nafanya zamani, sema ni katika level ya chini huko. Kwa ni kitu ambacho ninakijua siku nyingi, nilikuwa nimekiweka siku nyingi sikifanyi, nimesahau hata natakiwa nifanyaje, lakini kwa sababu ni kitu ambacho nakiweza, nikawa nakifanya, na naona watu wanafurahi tu, wanamuona bwana Mwaipopo kwenye upande wa maigizo, lakini kwenye football naendelea kufanya vile vile. Sijaacha football, lakini pia nimeongeza na kitu kingine ili kutanua tu wigo wa kutafuta riziki. Unajua maisha kupambana, kaka, kuna bahatisha huku na kule, hakuna mahali na uhakika. Unajua maisha ni kamari, maisha ni gambo, hujui utapata wapi ni lini. Kwa hiyo unapambana tu, tafuta tu, kama Mungu atakubariki ni sawa, kama haitakuwa riziki yako basi ewala. Sawa, vizuri. Na nataka nifahamu kwa wakati unaingia katika hii kuigiza Mwaipopo, maswala yalikuwa mengi kidogo. Pengine umeacha kwa mwandishi wa habari nini, maswala yalikuwa kwa mengi, na bado kuna watu still wanaamini katika hilo swala, kwa sababu unakijiji tayari kwenye uigizaji. Kuna watu wanatamani uendelee kubase kwenye uigizaji ile uzidi kufeed ile hamu yao ya kumuona Mwaipopo anikiwa anaigiza. Pengine hapa kupata nafasi pia kuwajibu watu kwamba are you still unafanya kile ambacho unachokifanya? Bado mimi na nguvu za kufanya. Nina miaka 37. Ninyi si amtajagi miaka ninyi. Mnasema wanasema happy birthday, how old are you now? Mtu anaingilia huko anatokea anaona kama ni ajabu kutaja miaka yake. Mimi bwana na miaka 37 sasa hivi. Nimezaliwa Desemba 4, 1987. Kwa hiyo miaka 37 bado ni kijana mwenye energy ya kutosha, ambaye anaweza akafanya kitu zaidi ya kimoja. Mpira wa miguu nimetangaza kwa muda mrefu, sawa, na bado na nguvu za kutangaza. Sio nisikia bwana juzi hapa na nguruma kama kawaida. Hakuna ambacho kimepotea, bado na ubora mkubwa zaidi kwenye kutangaza, bado upo ubora mkubwa na nguvu ya kufanya hivyo. Lakini kwa nini sifanye kitu kingine? Na kufanya kitu kingine kuna kufanya wache kimoja. Wako wanasiasa ambao ni wafanyabiashara wakubwa, wameacha biashara, wanafanya biashara, wanafanya siasa. Wako wachezaji wa mpira wa miguu, wanacheza mpira, wanafanya biashara, wanalima. Wako wasanii, wanafanya biashara, wanaimba, hawaachi. Riziki halali ni ngumu kuipata muda mwingine. So ninachojaribu kufanya mimi ni kuongeza wigo wa kukusanya nduru. Furusi ni ngumu kaka. Unajua pesa haitafutwi shehe. Inategwa. Pesa inategwa. Kama pesa inapatikana kwenye filamu, nenda kajaribu. Kama ukiona kuna pesa kwenye mpira, nenda jaribu. Kama pesa unaweza kuamka saa 10 kaenda Kariakoo ukachukua mitumba kaja kuuza mchana ukapata hela, nenda saa 10 usiku kachukua mitumba Kariakoo. Kwa hiyo mimi ninachokifanya ni kutanua wigo, kwa sababu naweza kufanya, nguvu ninazo. So nawekeza kwenye ubunifu wa kila ninachokifanya. Tujaribu kote na kote. Mpira nimeshatangaza sana, nimeshanisikia sana. Angalau kuna watu sasa hivi walikuwa hawanijui kwenye mpira. Mimi nakutana na mtu akamwambia, bwana mimi sikuwa nakujua kabisa bwana. Nilipokujua nimeona Mwaipopo amefuatilia Mwaipopo, ndo huyu bwana nani? Kuja kutrace back, kumbe huyu jamaa pia ni mtangazaji wa mpira. Kwa hiyo kwenye tasnia ya filamu kuna watu wapya nimewaongeza. Na wengi wametokea kule TikTok ambao mimi sikuwepo. TikTok imefungwa karibuni tu. Mashabiki wengi wa mambo ya Mwaipopo wamejazana huko TikTok. Instagram pale maisha yao mengi yamekuwa ni football. YouTube maisha yao yamekuwa ni football. Kwa hiyo wale wapi ambao nimewapata ni kwa sababu ya sanaa ya filamu. Kwa hiyo nimeongeza wigo wa mashabiki, na unapokuwa na mashabiki wengi maana yake unatengeneza mazingira mazuri ya kuuzika sokoni. Utapata endorsement, kwa sababu ukitangaza biashara ya mtu utafikia watu wengi. Okay. Na ndo kazi tunayoifanya na mambo yanakwenda. Kwa hiyo mpira wa miguu kwa maana ya kutangaza sijaacha. Mimi bado ni mfanyakazi wa Azam. Mkataba wangu bado uko hai kwa muda mrefu tu, na nitaendelea kutangaza mechi kadri wanavyonipangia, na kwenye kuigiza nitaigiza pale ambapo napata nafasi, na vyote vile naweza kuvifanya vizuri tu, wala hamna wasiwasi. Sawa.
experience iko vipi sasa baada ya kuwa umeingia katika game la YouTube? Angalia kuna wadogo zako kiumri lakini wanapiga mzigo. Wamekutangulia, wanapiga mzigo kweli. Kazi ni ngumu sana. Kwanza bwana, kutengeneza filamu ni kazi ngumu sana. Inahitaji moyo. Inahitaji uwe mvumilivu kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu nimegundua ni kitu kigumu kidogo kudeal na wasanii. Wasanii wana attitude, wasanii wana character fulani hivi ambazo wana pride unaweza kusema. Yaani waliokuwa wengi wanahisi ule ubora na umaarufu, yani unawajaa, unawaingia. So kuna muda anasumbua bila sababu, kuna muda mtabishana bila sababu, lakini mwisho wa siku mambo yanakwenda. Lakini jambo la pili, kuna watu wana creativity kubwa mno kwenye ile eneo na wamefanya mambo makubwa kweli kweli. Kiangalia kazi zao unasema wao, hawa wamewekeza pakubwa na story zao ni nzuri. Kwa hiyo ni lazima ni improve sana katika eneo la story, lazima ni improve sana katika eneo la acting, kwa sababu ni kitu ambacho sijakifanya muda mrefu. So ni kama nimeanza upya, kwa naendelea kujifunza na kujifunza. Ndio kwanza niko stage 1. Siwezi kulinganishwa na magwiji ambao wamechukua soko la YouTube hivi sasa. Watu kama kuna Clam Vevo, fantastic job wanafanya. Kuna ule Baba Asma Dunia wanafanya balaa kubwa. Kuna wale wanaitwa Chinga Media I think wanafanya sasa hivi wana Last Chance, nafikiri The Last Chance I think wanafanya vitu vikubwa sana. Na wako wengi akina Butua, wanaisojogo, sio akina nani. Yaani wako wamejaa huko akina Bailam. But nzuri mimi nafuatilia sana filamu sana za mtandao huko sana. So najua vitu vingi sana kuhusu kazi hizi. Ni ngumu ambazo zinahitaji kujitoa sana. Kwa hiyo ninayo changamoto kubwa kuliko kuweza kutoboa katikati ya soko. Labda inanisaidia kwa sababu mimi tayari na background ya kuwa na watu wengi nyuma. Kwa hiyo wale wengine wanakuwa ni wateja wangu katika eneo lingine. Lakini kama ndo ningekuwa naanza kabisa sina watu, hii ngome ilikuwa nzito. Hii ngome ingelala. Ilihitaji kusukuma sana. Kwa hiyo mimi niko mdogo sana kwenye ile eneo. Kwa hiyo wala hata usinione kama ni mkubwa. Napambana kujaribu kutafuta njia, lakini najaribu kuongea na watu wanaojua vizuri kuandika story na najaribu kuwekeza kidogo kwenye vifaa kidogo kwa sababu tayari bado na project nyingine ya Mpenja TV ambayo na yenyewe imeenda mbali, ina watu wengi wanafanya kazi. So hiki ni kitu kipya kimeongezeka, maana kunaongeza budget, inahitaji tena ujikunje uweze ku level. Kwa hiyo vifaa vya production havinunuliwa siku moja, sio unalala unanunua. Wewe unajua gharama yake ni kubwa sana kuweza kununua. Kwa hiyo maana yake mahitaji makubwa, unahitaji vitu vingi. Hivi yote nitafanya kidogo. Wakati nafanya kwa udogo huu hainizuii kupata wanaotazama, kwa sababu hiyo YouTube haihitaji wakati mwingine kuwa na picha kali, sauti nzuri. Mtu anaweza kaa na kitu ambacho ni standard, watu wakatazama wengi tu. Na YouTube hainaga formula kabisa. Yaani unaweza kaa na content kali watu watazama. Kuna mtu anaweka content ya kawaida ambayo sio ya kutisha, namba zile kule. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Kwa mimi nakwenda yani hatua kwa hatua, kidogo. Tunapeana fursa na vijana, tuone tutafika wapi. Tukishindwa basi. Sawa, vizuri. Comment hiyo mara ya kwanza zilikuwa vipi kwa hiyo unachokifanya kwenye YouTube? Kwanza sikuanzia YouTube, nilianzia tu Instagram. Nilikuwa na post clip nyingi. Wako watu wengi walikuwa wanafurahi, wanatabasamu, wanafurahi, lakini wapo wengi pia walikuwa wanapinga. Achana na mambo ya kuigiza hiyo sio hadhi yako. Kana ni kwanza muda mwingine unaposema sio hadhi yako, unajaribu kutuambia kwamba tasnia ya filamu haina hadhi. Maana yake ndio ninachotaka kusema. Hiki sio hadhi yako. Wewe mtangazaji mkubwa sana, lakini muda mwingine hutaki kusikiliza watu wanasema nini. Watu watatoa maoni tu, watu watapinga tu, na wapo watakaokubali. Wale wanaokubali ndio nao, wanaopinga jaribu kuaminisha kwamba inawezekana. Wale ambao walikuwa wanapinga wanaona kama anafanya msaha, baadaye wakasema tuliona Tania lakini unakuja na akawa ni wafuasi wazuri. Bwana kama unaweza. Baadaye wale mimi bwana mwanzo nilikuwa nakupinga, naona uko sawa, kipaji kipo, endelea. So mtu anatoka kupinga baadaye anakubali. Kwa hiyo
Wako waliokuwa nakubali, wapo walikuwa nakataa, lakini mwisho wa siku hii ni kazi kama ilivyokuwa kazi nyingine. Ni lazima ujipange, ni lazima uhakikishe unapigana ili kuweza kufanikisha kile ambacho unakifikiria kwenye maisha yako. Okay. Sawa, nataka tumalize na hili la mwisho. Tutegemee kuona baada ya hii Mwaipopo tunashia series nyingine. Ipo wala hata usicheleweshe swali kaka. Kuna mzigo mpya unaanza. Unajua hii Mwaipopo imetufunza vitu vingi sana. Tumejifunza, tumekosolewa, tumechukua mazuri, tumeacha mabaya. Ndio maana ukianza tulivyoanza mpaka tulipofika hapo utagundua kuna improvement kila siku. Kwa hiyo inayokuja tutakuwa kidogo tumepata uzoefu, na wanasema uzoefu ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo inayokuja itakuwa na ubora katika maeneo mengi. Tutajitahidi kuwa na casting wazuri kwa maana ya uigizaji. Tutajitahidi kuwa na ubora kwenye picha, mwanga, issue ya editing. Kote huko improve na kuimprove ili tuingie sasa vizuri kwenye kushindana. Sasa hivi tupo kwenye darasa la kujaribu kuona tunaweza, na tulipoanza si pabaya. Namba zinaondoka na akaunti yetu inakuwa kidogo kidogo. Mpenja Film Production, nafikiri tukifanya ya pili na ya tatu tunaweza tuko pazuri. Tuombe tu Mungu atupe uzima na kibali cha kufanya. Wakati mwingine unaweza ukafanya kumbe Mungu hajakupa kibali. Okay. Kabisa. Neno lolote la mwisho kwa Simba Diamond, kwa sababu ni mshikaji wako, unaona siku moja alikomment akasema ukisema mshikaji wangu nitakuwa nawadanganya watu Ni mtu ambaye ananifuatilia na mimi namfuatilia nafikiri kuliko yeye anavyonifuatilia mimi. Kwa sababu yeye anafanya muziki na mimi muziki ni sehemu ya maisha yangu, sehemu ya burudani. Na nimeanza kumsikiliza yeye muda mrefu zaidi hata kabla sijawa mtangazaji. Wakati mimi niko shule 2009 nafikiri Diamond ndo anaimba wimbo wa kwanza Nenda Kamwambie. Niko form 5 nafikiri. Siku nyingi sana 2009 mpita miaka mingapi? Yaani hii imekuwa miaka mingapi hiyo? 2009 miaka mingi sana. Miaka mingapi? 16 almost. Kwa hiyo nimeanza kumsikiliza Diamond miaka 16 iliyopita. Nenda Kamwambie. Niko form 5 na wakati huo nakumbuka The Comedy. Ile yenyewe achana na hii iliyokuja baadaye, ile original comedy ya East Africa ile. Ile ilikuwa Alhamisi jioni. Saa 1 nadhani. Kulikuwa na TV ya Chogo School pale ndo mnaenda kutazama The Comedy. Wakati wanapiga The Comedy sasa burudani ya muziki kwenye TV wakianza kucheza zile nyimbo kwenye TV za muziki ndo Diamond pale na likofia lake jeusi fulani na amechoka Nenda Kamwambie wimbo mkali. Zamani. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimeanza kumfuatilia muda mrefu sana. Lakini mimi nimeanza kuwa mtangazaji 2015.